Kuna mambo chungu mzima ambayo Mtanzania huyaamini kila siku bila kuona mchakato wake. Huamini chakula anachoweka mezani, huamini kipimo kinachopima biashara yake, huamini bidhaa anayonunua, huamini majengo anayokaa, miundombinu anayopita na huduma nyingine kede. Lakini nyuma ya imani hiyo, nyuma ya usalama huo, nyuma ya maendeleo hayo, kwa miaka 50 mfululizo kumekuwa na mlinzi asiyechoka, mlinzi wa ubora, mlinzi wa usalama, mlinzi wa ushindani wa Tanzania. Huyo ni TBS. Tulipoanzia kazi kule Mabibo, tulikuwa kwenye sehemu ya mabati. Kama vile mhandisi anavyojenga, alafu anatengeneza mabati kwa ajili ya kuwekea vifaa. Ndio zilikuwa ofisi zetu. Miaka 32 ambayo nimekaa TBS sio michache. Tulianza zaidi na mambo ya kuandaa viwango, lakini baadaye msisitizo ukawa sasa ni upimaji na kudhibiti ubora wa bidhaa. Na hii ni simulizi ya miaka 50 ya ulinzi, miaka 50 ya viwango, miaka 50 ya kujenga taifa. Kwa miongo mitano, Tanzania imeandika historia ya maendeleo. Kutoka mashambani hadi viwandani, kutoka viwandani na bandarini hadi masokoni, kutoka ndani ya mipaka yetu hadi masoko ya dunia. Na katika kila hatua ya safari hiyo, TBS imekuwa nguzo imara ya kuhakikisha kuwa maendeleo yanaambatana na ubora, viwango na usalama. Lakini je, TBS ni nani? Shirika la Viwango Tanzania kwa maana ya TBS kama ambavyo tumeizoea ilianza kwa sheria ya mwaka 1975 na ndipo ilipoanzishwa sheria ya viwango. Na sheria ile wakati inaanzishwa ilikuwa inaitwa Taasisi ya Viwango. Baadaye ikabadilika ikaitwa Shirika la Viwango Tanzania. TBS ina majukumu makuu mbalimbali katika kuhakikisha inatekeleza majukumu yake ya kisheria. Jukumu lake la kwanza kabisa ambalo ndio linabeba jina la taasisi, uandaaji wa viwango. Sasa vile viwango vikishaandaliwa, jukumu la pili ni kusimamia utekelezaji wake. Hasa katika utekelezaji wake ni kuhakikisha bidhaa zina ubora na usalama. Kwa miaka 50, TBS imekuwa daraja la Tanzania kuelekea ushindani wa kimataifa. Imefungua milango ya biashara, imeondoa vikwazo vya kiufundi, imejenga imani ya walaji wa ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Leo, bidhaa zenye alama ya ubora wa TBS zinatambulika kama ishara ya uaminifu, ubora na ushindani. Kama TBS tumeshiriki kikamilifu katika miradi ya kimkakati ya nchi hii, ujenzi wa SGR, ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere na maeneo mengine yote, miundombinu ya kimkakati ya kitaifa ya nchi hii. TBS tumekuwepo. Kwa hiyo tunaiona TBS ameendelea kumlinda na kutoa huduma kwa nchi hii kizalendo zaidi, lakini kwa ubora na kuleta mabadiliko katika sekta ya viwanda na biashara ya nchi hii. Katika kipindi cha miaka 50, sekta yetu ya viwanda na biashara imeendelea kujivunia mafanikio ya TBS. Sisi kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwa nyakati zote TBS inaendelea kuwa shirika linalosimamia viwango na ubora ili tuweze kuchochea maendeleo ya uchumi wetu katika taifa letu, lakini kuongeza ushindani wa kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa nchini. TBS imewezesha maelfu ya wazalishaji wakubwa na wadogo kupata maarifa, teknolojia na uwezo wa kushindana katika soko la kikanda na kimataifa bila udhibiti wa ziada, na hivyo kukuza kwa kiasi kikubwa mizania ya biashara kwa nchi yetu. Shirika limekuwa ni chachu kubwa katika kuhakikisha bidhaa zetu zinatambulika na kukubalika sokoni, kwa maana kwamba bidhaa inapokuwa ina nembo ya TBS inaongeza imani kwa walaji, lakini pia bidhaa inapata fursa nyingi zaidi ndani na nje ya nchi. Kati ya mwaka 2021-22 hadi mwaka 2025-26, TBS imetoa msaada wa kitaalamu na kujenga uwezo kwa wazalishaji wakubwa 1170 katika sekta za chakula, mitambo, ujenzi, nishati na teknolojia
ili kuwawezesha kusafirisha bidhaa nje ya mipaka ya Tanzania. TBS imesaidia sana katika kuboresha bidhaa za Tanzania na kuziwezesha kushindana katika masoko makubwa ya kikanda, lakini pia katika masoko ya kimataifa. TBS imejenga uwezo kwenye biashara ndogo na za kati 6790 kati ya sekta ndogo 22. Hii inajumuisha ujasiriamali 1031 wa mafuta ya kula, maziwa na korosho, 1484 wa vifaa vya ujenzi na kemikali, 1594 wa asali na mboga mboga, 1302 wa ngozi na nguo na 1379 wa nishati na vipodozi. TBS tunawapongeza sana na tumeona kazi yenu inaendelea kuwa nzuri na iliyotukuka, kwa maana ya kwamba kazi na viwanda na biashara zinazofanyika, especially wale wanaozalisha kwenye viwanda vidogo vidogo wanaitwa SMEs, wameendelea kuzalisha bidhaa zenye ubora, na tunashukuru sana serikali yetu kwa kuendelea kuzingatia viwango. TBS imekuwa sehemu ya nguzo kuu za uchumi wetu kwa kuimarisha sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, viwanda, biashara, ujenzi, nishati na teknolojia. Na kwa kufanya hivyo, imechangia ukuaji wa uchumi wa taifa na kuongeza ajira kwa Watanzania. Katika kila bidhaa yenye alama ya ubora, katika kila jengo salama, kuna mchango wa TBS. Kadiri dunia inavyozidi kubadilika, ndivyo wajibu wa kulinda ubora unavyozidi kuwa mkubwa. TBS inaendelea kuwekeza katika teknolojia za kisasa, maabara za kisasa, wataalamu mahiri na mifumo bunifu ili Tanzania iendelee kuwa sehemu ya uchumi wa dunia unaoshindana kwa ubora, kwa sababu ubora wa leo ndio msingi wa mafanikio ya kesho. Shirika la Viwango Tanzania TBS limeendelea kuwawezesha na kuwaongezea ujuzi na maarifa wafanyakazi wanahudhuria mafunzo ya muda mfupi katika maeneo mbalimbali, hususan nje ya nchi, kwa ajili ya kuongeza uelewa, kufahamu teknolojia mpya na kuweza kuzitumia katika kutoa huduma kwa Watanzania. Miaka 50 ya kujenga imani, miaka 50 ya kulinda usalama wa Mtanzania, miaka 50 ya kuimarisha ushindani wa bidhaa na huduma za Tanzania duniani. Hii ni historia ya ushindi. Hii ni historia ya umoja. Hii ni historia ya taifa linaloamini katika ubora, na safari bado inaendelea. TBS, miaka 50 ya ubora, miaka 50 ya imani, miaka 50 ya kulinda Tanzania, miaka 50 ya kuchochea ubora na usalama kwa maisha bora ya kila Mtanzania.